Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Heri kwa Bwana asifiwe. amina. Karibu sana Mambas 24. We live your life. Mambo yanakuwaje? So kama Mji umechangamka bwana. kila siku tunachangamka na vitu kama hivyo mshahara, kwa sababu watu ni shangwe ni kila siku. Unajua Mtanzania hata kama ana hela huwezi kumkuta analia. Ndio maana ukizunguka Tanzania watu wanasema hakuna hela, lakini mabaya yanajaa. Sasa niulize, wanakesha mpaka asubuhi, hela za kunywa zinatoka wapi? Hii ndio Tanzania. Hii ndio Tanzania. Mimi na tunapiga story nyingi sana. Nikuona hivi nikasema hebu tuzungumzie burudani. Burudani ndio sehemu yetu ya maisha. Jana weekend imeanza vizuri kwa sababu Diamond Friday inafanya imekuwa. Nilitazama performance ya Lana. Nilitazama. Sasa si wewe usiseme alifanya Friday ikawa hot. Alifanya Friday kwako ikawa hot. Mimi haijawa hot. Usafiri Yeah, kwa sababu mimi sipendi uongo. Mimi nachukia sana hasa mwanamuziki akiwa muongo. Mtu yoyote ambaye ana fake anakuwa ni muongo. Wasafi walivali ile show kama ni ya Diamond. Wakati ile show imeandaliwa na Nigeria na wasanii kibao wa Nigeria walikuwa hapa. Ilikuwa na mkusanyiko wa wasanii kibao wakubwa kutoka nchi za West Africa, kwa maana Ghana, Nigeria na wapi, na ma DJ wakubwa, ambapo Wasafi hawakuwa wana posti za majina ya wale. Walijikita kwa sababu wana upana wa social media, kwa maana ya vyombo vyao vya habari na wao wenyewe binafsi kwenye Instagram zao na nini, wakawa wao tu wana posti ya Diamond kuonekana ile show. Ile show ilikuwa ni ya Diamond. Hebu subiri kidogo. Unasema show sio ya Diamond. Main performer alikuwa ni nani? Uwezo kama main performer kwenye show kaimba saa 5 afu wengine wakaja baadaye. Main of the show anaimbaga mwisho. Msanii wa mwisho aliperform nani? Ndio nakuuliza, naye ni mwandishi wa habari, aliimba saa 5. Alafu uwezo ukaniambia wewe ni show yako, alafu umeenda na Jux akaimba kidogo. Wewe ni show yako. Na Jux ni mwanao. Jux angepiga nyimbo hata 5 kwa sababu ni show yake. Kwa nini Jux kaimba kiduchu? Kwa sababu hakuwa kwenye ratiba. Show ingekuwa ni Diamond, Jux angekuwa kwenye ratiba. Na wanasema Jay Melody atende. Mbona hajaonekana? Unajua, tufikia hatua mlishakuwa waongo mno. Msiharibu vijana huko chini. Kwa maana Billnass hivi ana wiki anaandika vitu sensitive sana kwenye Instagram. Anasema hii sanaa usichezee. Sanaa ni ushetani. Sanaa ni dhuluma. Msitarajie mafanikio kwenye sanaa. Hujaingia kwenye page ya Billnass? Nimeona waraka wake. Sasa kwa nini Billnass anaandika vitu kama Vanessa alizungumza nini? Mpaka anaacha muziki. Kwa hiyo hujanielewa point. Ninachopinga kufake kuwa mwongo. Shanaelewa. Na ndio maana angalia ile post. Ukumbu ulikuwa unaitwa nini? Loyo. Uliona ni Alena ile, mpaka mnasema alifanya kwenye Alena. Unajua maana Alena wewe? Kama ni Alena ingeandikwa Loyo Alena. Kama Alena iliyo Rwanda wana katika nchi za East Africa, nchi yenye Alena ni Rwanda. Ndio. Alena unajua maana yake? Yaani ni uwanja ambao basketball inafanyika. Siku kuna mashindano mpira wa mguu unafanya nini? Inafanyika. Tamasha la muziki vitu vyote vinatolewa, mpira unachezwa. Sijui vitu vyote vinatolewa, tamasha, na ndio maana ya Alena. Yaani shughuli zote zinafanya nini? Ndio maana Alena. Watanzania mjui maana Alena. Angalia post badi kwa Loyo nini. Yeah. Umeona pale kuna Loyo Alena. Ule kumbi unaitwa Loyo. Kuna jina Alena pale. Alafu nyinyi huku mnaanza eti kafanya kwenye show London ya Alena. Unajua Alena hiyo? Lakini kwa vile ulivyoona. Sikiliza, twende taratibu. Wewe ni mtu wa media. Okay. Twende taratibu. Imeandikwa Loyo Alena, twende kwako. Hapana. Sasa kwa nini mnasema kwenye Alena? Kafanya kwenye Alena. Acha ni uongo. Lakini ile full house kwa Bongo Flava ushawahi kuona kwa msanii gani yoyote? Hujanielewa. Ile ni mkusanyiko kama alivyoenda Portugal. Akaimba mchana. Ilikuwa ni tamasha la wasanii kibao. Alikiba alienda Canada. Uongo kweli? Ilikuwa ni tamasha la Alikiba. Mbona Alikiba kusema tamasha langu? Mbona alifanya Canada na watu walikuwa na tena Alikiba alifanya show nzuri sana Canada. Unakumbuka? Baada ya Diamond kufanya Portugal akaimba mchana, hamna watu, mnamkawa mnacheka. Sio hivyo. Ilikuwa ni affirmation. Sasa nini? Kumbe unajua alafu unajilisha matango pole. Kwa ile show ya jana Diamond ametupiga sauti. Yes. Kwamba sawa kaimba. Alafu mimi nimefuatilia. Alichokuwa kwenye mic akisema tu Afrika ndio unasikia kelele. Hilo la kwanza. Akianza kuimba verse hakuna mtu anaye. Unajua mwanamuziki unapokubalika sehemu. Unaonaga mimi hata nikifanya show
sehemu inayokubalika mimi. Siwezi kusema labda nikienda Ulaya watu wanajua mistari yangu. Lakini mimi ulikuwa unaona hata South mimi kwenye show East Africa, hata show yangu mwezi wa 7 Kongo, mimi na uwezo wa kupanda jukwani na wekaga tu mic hivi, mashabiki ndio wanaimba. Yaani mwanzo mwisho. Maana yake ukishona mashabiki wanaimba nyimbo yako mwanzo mwisho, elewa wewe unakubaliki hilo neno. Yaani mistari yako yote iko hapa. Na ndio maana hata Drake alishaye kusema hivi, hizi tuzo zisikuumize kichwa kama ukikosa. Make sure kwenye eneo lako kama ni Tanzania, watu wananunua albamu zako. Wakisikia una show sehemu, iwe mvua iwe jua, wanakata tiketi. Shanaelewa? Wanakusupport. Shanaelewa vizuri? Ndio maana ya mwanamuziki kukubalika, kwa sababu tuzo dunia nzima ni za kupeana. Ndio maana hata Marekani aliyekuwa anapanga tuzo agewe nani? P Diddy, lazima P Diddy ndio upate tuzo. P Diddy lazima. Tuzo za Tanzania zenyewe ni za kupeana. Kwa hiyo tuzo dunia ni mtu tu anapanga. Huyu tuko naye kwenye leo, sasa hivi achukue fulani, yule asige. Kwa hiyo tuzo sio issue. Okay. Drake alizungumza, shanaelewa. Tena kwenye tuzo za Grammy ilikuwa mwaka jana, ilikuwa ni mwaka juzi. Hizi za mwaka juzi. Hizi kwenye God's Plan. Mwaka jana. Mwaka jana si ndo akachukua Kendrick tuzo 5. Alizungumza Drake. Lakini alistahili asiongele sasa. Unajua nyinyi mnachanganya. Kendrick alistahili. Ila yeye Drake tu alizungumza. Na sio tu Drake, wasanii wengi sana Marekani ushazungumza tuzo siitilie maana wewe make sure toa ngoma watu waikariri mwanzo mwisho. Alafu akisikia unaimba sehemu, waache usingizi waje. Ndio wewe kwamba unakubalika. Sasa Diamond hata sasa hivi ngeni YouTube. Ile show kuna watu walikuwa naimba naye verse za nyimbo zake. Tuseme tu ukweli. Walikuwa waimba. Nyimbo inaanza ndio anaanza kuimba yeye mwenyewe. Alafu mjifunze, Kiuchifu alishaye kuongea baada ya tuzo za Trace Zanzibar. Kiuchifu aliongea kitu kimoja sensitive sana. Alisema mimi ningekaa kwenye Trace, wazungu pale wamekusanyika Zanzibar. Unajua msanii ni lazima uwe kama tuseme anayebadilika na ni kinyonga. Mfano mimi naenda Kongo. Wa Kongo hawajui Kiingereza. Sawa? Hawajui Kiswahili. Wale wengi. Kwa hiyo inabidi nikifika pale, promoter kama ni wewe mimi nakuita pembeni kama hoteli unayosikiliza. Ni maneno gani hapa Kongo ndio yanatumika sana, watu wanayapenda. Sawa? Ndio wewe unaniandikia yale maneno. Alafu mimi nayakariri kwa muda. Kwa hiyo nikiwa pale, ninapotaka kuongea na mashabiki, natumia yale maneno ya nini? Ya Kikongo. Shana la vizuri. Ni sawa sana Rais Magufuli alikuwa akienda Mtwara Kimakonda anapita nao. Akienda Bukoba Kihaya anafanya nini? Anachapa. Akienda Tarime Kikuli anafanya nini? Yaani ndio maana ya mwanamuziki. So huwezi ukaenda kwenye tamasha kama la Trace Zanzibar. Kuna mataifa tofauti. Ukafika pale kushoto kulia, sasa ya mzungu kushoto kulia. Kwa maana hiyo Dudubaya anataka kusema Diamond si bora. Unajua huyo adielewe. Kwa jinsi unavyozungumza, yani moja kwa moja Diamond si msanii. Hapa ninachozungumza ni kwa in general kwa wasanii wote kujifunza. Sawa. Na ndio maana Diamond, kwa mfano mimi show ya Diamond ambayo nampa big up ni show ya Gabon. Ile ilikuwa classic, ile show na walirudia mara mbili. Ile show ilikuwa bonge ya show Gabon. Sawa. Lakini hii au na ile ya Portugal. Loyo Arena. Loyo Guardian. Loyo Arena. Na ndio maana sikiliza, katika kupost Baba Levo akaanza kujidai. Msiseme tumeclop. Watanzania wengi hawajui maana ya kuclop. Kuclop maana yake kuna watu 100, kompyuta na edit wanakuwa 1000. Ndio AI. Mama interview huko. Okay. Ushaelewa? Inakuwa 100. Sawa. Kwa hiyo Baba Levo aliposema msiseme tumeclop. Maana yake siku hizi mimi naweza nikapiga show Morogoro. Sawa. Tuendelee. Mimi nikapiga show Morogoro. Sasa hizo ndio kazi za kina Lukamba na maeditor waliopo hapo. Kina Msasa hawa. Labda Msasa ndio photographer wangu. Nimepiga show Morogoro. Sasa ili yeye anieditie ile show ya Morogoro, kazi ya huyu Msasa
anachukua klipu ya Mwanza ndogo, ya Zanzibar, ya wapi, anazicombine, alafu inaonekana ni bonge la nyomi. Alafu akishamaliza pale anaweka sauti za watu wanashangilia ambazo ziko kwenye kompyuta. Watu wakiona kwenye I said Dubai jaza yoga na kumbe ni nini? Kompyuta. Ile nyomi la arena jana kompyuta ile. Kwa nini waseme tulikuwa polisi? Sasa umeiba hela uko ba. Unakuja hapo unasema msidhani nimeiba wakati uliiba. Sawa na dodo. Kwa hiyo all in all, mimi napongeza Wasafi, wameenda kwenye hilo tamasha, wamewakilisha fresh, lakini hapa ana doubt na spendi kusema show ilikuwa ni ya Diamond. Ilikuwa show ya wasanii wengi kutoka mataifa tofauti tofauti, hasa kutoka West Africa na ma DJ kibao kutoka West Africa. Na sasa hivi tunavyozungumza ile show imepita, wanaelekea jiji la Manchester. Ndio sasa Diamond anaendelea na show zake ambazo anapigaga kila siku. Zile ndogo ndogo. Kuonana na Diamond kupiga naye picha ni 165,000. Hiyo ni wewe. Taratibu kwa Langa. Ndio maana kwambia hivi, kila mtu anafanya. Hapa unajua wewe ukiniletea mambo ya picha wakati tunaongelea show ya jana unanichanganya. Ukubwa hapo ndo tunakuja kwenye ukubwa. Yaani huo ukubwa ambao tunaujua sisi, alafu wewe unachukulia hizo, unaona kama Diamond nothing. Kama unachanganya, huyu anachanganya mafaili. Diamond sio kwamba hastahili hizo sifa. Kwa sababu anastahili hizo sifa, basi akienda hata Uganda akafanya show mbovu, eti mimi nikae niseme kafanya show nzuri? Na katika maisha nikufundisha kitu kimoja. Uwezo ukafanya kila kitu kila siku perfect. Hata mchezaji awe bora vipi, kuna siku mechi inamkataa. Huyu ni bondia Mandonga, kuna siku mechi inamkataa. Kwa hiyo hakuna binadamu aliyeumbwa kila siku anachokifanya anakifanya kwa kukipatia. Kwa hiyo msije kuleta utimi Diamond si nini, hata kama kanya barabarani unasema alitema mate. Sababu ya upumbavu. Mtu kajiamshia unasema alitema mate. Lakini London tulienjoy. Mimi sija enjoy kwa sababu sijaona jipya lolote. Show ya Gabon ndio unatoa biga. Bwana, bila shukuru.